Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ambayo Bwana ametupa. Amen. Na inapendeza sana kuwepo nyumbani mwa Mungu. Kuna wengine wangetamani kukusanyika kwenye nyumba za ibada, lakini kwa sababu mbalimbali wameshindwa. Wengine wagonjwa, wengine wapo kwenye msiba, wengine wapo kwenye dharura mbalimbali, wengine wapo kwenye mambo fulani katika maisha. Lakini wewe Mungu amekujalia, amekuwezesha, upo nyumbani mwake leo hii. Ni jambo la baraka sana. Siku njema ambayo unakwenda kupata baraka za rohoni na baraka za mwilini. Amen. Amen. Jumapili iliyopita tulikuwa na somo kuhusiana na upendo. Tukajifunza tukajifunza nguvu ya upendo katika utekelezaji wa utume wa kanisa. Nguvu ya upendo katika utekelezaji wa nguvu wa nini? Wa utume wa kanisa. Na utume wa kanisa una sehemu tatu: kumwabudu Mungu, kujengana sisi kwa sisi, na kuwatafuta waliopokea kuwaleta kwa Yesu. Sasa tukasema kwamba ili ya kwamba uweze kutekeleza kikamilifu, uweze kutekeleza kwa ufanisi utume huo, driving force, ile nguvu ya msukumo wa ndani inayohitajika ili uyafanye hayo ni upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Kwa tukasema kwamba nguvu hii ndio inayo control au inayotawala mahusiano yako wewe na Mungu. Mahusiano yako wewe na Mungu. Tangu Agano la Kale, wana wa Israeli waliambiwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Alafu Bwana Yesu alipoulizwa kwamba ni amri ipi iliyo kuu, yeye akainukuu amri hiyo na akaipa uzito zaidi, kwamba amri ya kwanza ndio hiyo: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili yafanana na hiyo: mpende nani? Jirani kama unavyojipenda nafsi yako. Kwa hiyo ukiwa na huu upendo wa Mungu, ukiwa na huu upendo wa Mungu, utamwabudu Mungu. Uhusiano wako na Mungu utakuwa ni mzuri na utamwabudu Mungu kwa ufanisi. Maana katika uhusiano wetu na Mungu, jambo kubwa tunalolifanya ni ibada. Ibada kama tukio maalum, lakini ibada kama lifestyle. Maana kuna ibada kama tukio, kama tunasema kwamba tupo ibadani, tunamwabudu Mungu leo hii siku ya Jumapili. Lakini ibada kama lifestyle. Na hivi tukasema kwamba upendo pia unatawala uhusiano miongoni mwetu sisi ndugu katika Kristo. Lakini pia hata ndugu wengine. Ndio hiyo ambayo Bwana Yesu anasema kwamba na jirani yako upende kama nani? Kama nafsi yako wewe mwenyewe. Na soma ile wa Efeso sura ya 4 mstari wa 16 tusoma Jumapili hiyo, na Warumi 13 mstari wa 8 mpaka wa 10. Pale tunaona vile ambavyo tukiwa na upendo hatuwezi kuwafanyia wengine mabaya. Kwa nini? Kwa sababu pendo ndilo utimilifu wa sheria. Na matokeo pamoja. Pendo halimfanyii jirani yake neno baya. Kwa hiyo ukiwa na upendo, hiyo itakuwa ni nguvu ya msukumo wa ndani kuwatendea wengine mema, kuwatendea wengine vizuri. Na matokeo yake ni kwamba uhusiano wa hawa wenye upendo wa Mungu na yao utakuwa ni mzuri. Lakini namba 3 tukasema upendo ndio nguvu ya ndani ya msukumo kwa ajili ya kuhubiri injili kwa waliopotea. Kama ambavyo Bwana Yesu tunaambiwa kwenye ile Mathayo sura ya 9 kusoma mstari wa 35 mpaka 38, tunaambiwa kwamba Bwana Yesu alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Alafu ndipo akatoa agizo kusema kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa hiyo aliwahurumia kwa sababu yeye alikuwa ana upendo. Na sisi tukiwa na upendo huo wa Mungu,
utakuwa na huruma kwa wanaopotea. Hautaweza kujikaza na ukapotezea tu, wakati watu wanateseka katika ulevi, wanateswa na wachawi, wanateseka katika uzinzi, wanateswa na magonjwa, wanateswa katika vifungo vya giza. Utajitoa kwa ajili yao, utakubali kulipa gharama ili ya kwamba waondoke kwenye hayo mateso, waokolewe kama ulivyookolewa wewe, waweze kuenjoy raha ndani ya Yesu kama ambavyo wewe unaenjoy raha ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Na sasa leo hii nataka tusome mbele kidogo katika maendelezo wa somo hilo hilo. Tunakwenda kujifunza jinsi ya kuchochea upendo wa Mungu ndani yetu. Jinsi ya kuchochea upendo wa Mungu ndani yetu. Kabla hatujaangalia ni kwa namna gani tunaweza tukachochea huo upendo wa Mungu ndani yetu, nataka tuweke msingi kwa kuangalia kwanza vile ambavyo upendo wa Mungu ni asili yetu. Tuanze kwa pamoja katika ufahamu huu ya kwamba upendo wa Mungu ni asili yetu sisi wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 na kuendelea, tunaliona hilo ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu, akasema kwamba anapofanya mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa sisi tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu mwenyewe. Na kama Mungu ni wa upendo, Mungu ni pendo, hiyo ndio tabia yake. Yaani ni tabia yake asili. Yeye Mungu ni pendo, Mungu ni wa upendo. Ina maana na sisi tuna asili ya upendo ndani yetu. Namna tunaanza vizuri hapo yaani ndio tunaanza safari hiyo. Tunaianzia wapi safari? Tunaianzia safari yetu kwa ufahamu kwamba kumbe sisi asili yetu sio chuki. Kumbe sisi asili yetu sio kisasi. Kumbe sisi asili yetu sio ukatili. Kumbe sisi asili yetu sio roho mbaya. Kuna watu wanasema huyu roho mbaya sana huyu. Hiyo sio asili yetu. Asili yetu, asilia kabisa ni nini? Ni upendo, na upendo wenyewe ni ule wa Mungu. Au tunasema kwamba upendo ule tofauti na upendo wa binadamu ambao una mchanganyiko ndani yake na ubinafsi na asili ya dhambi. Yaani asili ya dhambi imeudistort, imeuvuga. Kuna hali ya ubinafsi, lakini upendo wa Mungu ni wa kulitoa. Upendo wa Mungu ni wa kugharimia. Upendo wa Mungu unamtakia mwingine mema na uko tayari kulipa gharama kwa ajili ya mwingine aweze kupata mema. Ni upendo wa kujitoa. Unaona? Sasa hiyo ndio asili yetu sisi. Lakini tunaposoma sura ya 3 tunagundua kwamba baya lilitokea kwa wanadamu. Ndio tunaliita anguko. Adamu na Hawa, tunaelewa vile ambavyo walikiuka ule utaratibu, ile amri, ile sheria, yale maagizo, yale maelekezo kwamba wanaruhusiwa kula matunda yote ya miti katika bustani isipokuwa matunda ya mti mmoja tu wa ujuzi wa mema na mabaya. Na wakila tu matunda hayo watakufa. Maana yake ni kifo cha kiroho na cha kimwili. Kwa hiyo kwenye mstari wa 7 wa sura ya 3 tunaona vile ambavyo baada ya Adam na Eva kushawishika kula matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakajiona kwamba wao uchi. Wakaanza kuangaika kushona nini? Kushona majani angalau kuficha aibu ya uchi wao. Sasa Paulo anabainisha jambo hilo katika Warumi sura ya 3 mstari wa 24. Anasema kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kupungukiwa utukufu wa Mungu kulitokea hapo ambapo Adamu na Hawa walikiuka wakala matunda ya mti waliokatazwa. Ile hali ya kujisikia wao uchi ilitokana na huko kupungukiwa utukufu wa Mungu. Sasa kuanzia hapo ndipo sasa tunatambua kwamba mwanadamu kuanzia hapo akawa
anazaliwa na anaishi akiwa ana asili ya dhambi. Asili ya dhambi sio asili asilia. Asili ya dhambi imeanzia hapo mwanadamu alipokiuka kwenye hilo anguko. Kwa hiyo asili ya dhambi ni asili ya anguko. Kwa sisi tuliokoka, unapotawaliwa na asili ya dhambi, tunasema kwamba wewe unatawaliwa na utu wa kale. Unatoka pamoja? Unatawaliwa na nini? Utu wa kale. Sasa sio somo letu kuchambua sana mambo hayo, lakini nataka tuunganishe hili somo la upendo na hicho kitu, ya kwamba tatizo ndipo lilipoanzia hapo, kwa maana kwamba asili ile ya upendo ndani yetu ilivurugwa wakati huo. Kuanzia hapo sasa ndipo kunaanza kutokea kitu kinachoitwa visasi, hasira, fitina, chuki na ubaya, ukatili na mambo kama hayo. Na ndio tunaona tu muuaji wa kwanza aliyerekodiwa kwenye Biblia ni nani? Kaini, kwenye sura ya ngapi ya kitabu cha Mwanzo? Sura ya 4. Baadaye anayefuatia mwingine aliyerekodiwa ni nani? Kenani, si ndio? Kwenye sura ngapi? Ndio ya 4, si ndio? Kwa hiyo mabaya hayo chanzo chake ni hiyo asili ya dhambi au asili ya anguko. Lakini sasa habari njema ni kwamba tunapomwamini Yesu kama ambavyo tunasoma kwenye Waefeso sura ile ya 2, tunauishwa, tunafufuliwa, kwa sababu ile hali ya kutawaliwa na utu wa kale, kutawaliwa na hiyo asili ya dhambi, hali hiyo inatajwa katika maandiko kama ni hali ya ufu kiroho. Kwa hiyo Paulo anasema, nani mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi? Sasa dhambi ni pamoja na kukosa upendo. Jamani, tuko pamoja? Mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi na makosa mlioyaendea kwa kumfuata mkuu wa anga na malaika, kumfuata shetani. Alafu anawaambia hao Waefeso ambao wamekwisha kuokoka ya kwamba lakini mlihuishwa, lakini mlifanywaje? Mlifufuliwa. Ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 10, Paulo anaelezea vizuri sana kinachotokea kwamba tangia mwanzo sisi, ule mstari wa 10, tulitengenezwa ili tutende matendo mema. Maana yake tuliumbwa ili kwamba tufanane na Mungu kwa mwenendo na yaani hali yetu ya ndani na mwenendo wetu, ikiwa ni pamoja na ule upendo unaokuwa ni hali ya ndani asili na unadhihirika kwa maneno na matendo yetu. Kwa hiyo Mungu alituumba tangu mwanzo tutende matendo mema, lakini kwa sababu ya hiyo hali ya anguko, matendo mabaya sasa ndipo yakaingia. Hiyo kuwa na roho baya, kuwa na chuki, kuwa na tabia za ajabu. Katika Kristo Yesu ile asili inafanywaje? Inarejeshwa. Sasa Roho Mtakatifu anahusika katika kulimimina kwa upya pendo la Mungu ndani yetu. Kwako wewe uaminie, pendo la Mungu linamiminwa ndani yako. Kama ukibakia tu kutegemea upendo wa kawaida tu wa kibinadamu, upendo wa kibinadamu hauna nguvu, hauna uwezo wa kukuongoza katika mema. Utakuongoza katika upendeleo badala ya upendo. Utakuwa na favoritism, kwa sababu upendo huo ni rahisi kutawaliwa na nini? Kutawaliwa na ubinafsi na choyo na huo upendeleo. Utakuwa na upendeleo badala ya upendo. Upendo huo ni tofauti kabisa na upendo wa Mungu ambao wenyewe hauna unafiki ndani yake, hauna ubinafsi ndani yake, hauna choyo ndani yake, hautafuti mambo yake, yaani ni upendo ambao hautafuti maslahi binafsi.